ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time. Angalia sasa, hebu niambie mechi yao ni ya Samue. Leo anapokuja fanya hawezi kwenda Mbweni, yule pale. Yaani unakuambia haya hapa. Hao nani aende kule, anakuja huko nyuma amefunga huko nyuma amefunga. Yaani baada aende Meja anakuja KMC. Anatamani Yanga huyu mimi ni mwanangu. Ila sisi bwana wananchi. Sisi mdogo wangu michocho. Njoo kwanza. Wewe ni mdogo wangu bwana. Maisha tunabadilisha. Wewe sikiliza, wewe bingwa nini? Sasa kama Senegal kanyang'anya ubingwa, labda angalia sasa, hebu niambie mechi yao ni ya Samue. Leo anapokuja fanya hawezi kwenda Mbweni, yule pale. Yaani wanateseka, yaani hawaamini kwamba Yanga Sports Club kwamba wanachukua kombe. Sisi mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans kujichola, maisha yake ni magumu sana. Sasa labda tuzungumzie aina ya mchezo ambao leo tunaenda kuona. Tukiangalia TRA ni moja kati ya timu ambayo imeleta upinzani mkubwa sana kwenye msimu wa 2025 2026. Leo silaha yao kubwa sijui ataitumia wapi, lakini kuna mwamba anamuita Chobwedo. Tunamfanyaje? Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mbona umeguna kaka? Ameguna kwa sababu Chobwedo wenyewe tunamzungumzia ni mchezaji wa mihemko. Unajua sasa sana maharage ambayo anaiva afu umefunika juu na nini mfuniko. Inafanya hivi. Umeelewa? Sisi maisha yake magumu sana, angalia. Yaani angalia maisha. Hayo anakuja. Mimi nakwambia haya hapa. Hao nani aende kule, anakuja huko nyuma amefunga huko nyuma amefunga. Yaani baada aende Meja anakuja KMC. Anatamani Yanga huyu mimi ni mwanangu. Ila sisi bwana wananchi. Sisi mdogo wangu michocho. Njoo kwanza. Wewe ni mdogo wangu bwana. Maisha tunabadilisha. Wewe sikiliza, wewe bingwa nini? Sasa kama Senegal kanyang'anya ubingwa, labda ubingwa rede. Siku ile rede. Kujichoa. Inakuaje? Bingwa wa Mapinduzi. Vipi tena ndugu yangu? Unavua shapagawa tena jamani. Maskini wewe. Hatari. Umekula? Inakuaje bana? Kama kawaida. Sana. Nilivyokuona unakatiza na pikipiki yako nikasema kwamba Mtana akasema unaona kazi, tulikuambia lazima waje kwenye jambo letu. Wakanitolea mfano ndio wewe mara unakatisha. Nikasema hapana, nikakutetea kaka. Labda anaenda wapi? Anaenda Mbweni. Kituo kimefika, bado tunaendelea na safari. Mimi naenda Mbweni, nimempitia Awa. Mshabiki Mshabiki nimempitia hapo, tunaangalia. Kwa nini upite huko sasa? Yeye kwa sababu katokea hivi, ndio ananiambia nipitie uwanjani. Sasa kweli. Hajaelewa. Siwezi kuja kukaa kwa kuangalia mechi ambazo hazina mbele wala nyuma. Tunaenda kuangalia mechi ya mabingwa. Unaelewa? Mechi bora. Unaelewa? Mechi bora. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwamba unajua nikwambie kitu kimoja. Vitu msimu huu kilichofanyika ni kama alichofanywa Senegal tu. Kwa hiyo hatuwezi kushangaa. Umeelewa? Mimi nasema tu kwamba Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania. Sisi CRDB ndio ya kwetu. NBC mamlaka na kamati ya waamuzi imeamua mchukue nyinyi. Leo umegaidi. Kugaidi nini yani? Yaani kwamba NBC wachukue tu sawa. Yaani ningekuwa kama mimi binafsi. Ningekuwa mimi binafsi na uwezo wa kwenda kuliba lile kombe. Ningeenda kuliba niwape Yanga kombe lao. Kwa nini? Sababu nikwambie, kwa mfumo huu huwezi kuchukua kombe, utachukua kwa mfumo gani? Vipi? Timu imeshuka kiwango lakini watu wanalazimisha iwe mzuri. Kivipi? Nikwambie, msikiliza, mpira ni mchezo wa wazi. Unasikia? Mpira ni mchezo wa wazi. Hakuna asiyeona. Tumeona hata Misri National kashuka kiwango, wamekubali kwamba wameshuka kiwango. Tanzania ukiangalia performance ya Yanga African Modern Club ni mbovu. Unaelewa? Ngoja. Performance ya Yanga African Modern Club Tanzania ni mbovu. Umeelewa? Imeshuka kiwango kwa asilimia kubwa sana. Hakuna asiyejua. Amechukua mara thibitisha hilo, umesikia kuthibitisha hilo. Kwenye mashindano ya CAF Champions League ndio timu ya kwanza Tanzania kukusanya alama 5 mapema tu. Ngoja basi kwanza, wewe si bora? Wamekusanya pointi 5 mapema tu. Unaelewa? Baada ya hapo nani alifuzu kwenda hatua inayofuatia? Hakuna aliyefuzu. Maana yake kwamba hawa ligi ya ndani ni ile wanalazimisha nje ya uwanja. Umeelewa?
wewe ubora wa timu hamna, unaelewa? Ubora wa timu hamna. Kwa hiyo sisi, mimi binafsi ni kama ningekuwa na uwezo wa kwenda kuliba lile kombe la NBC, ningeenda kuliba nikiwapo wenyewe wachukue moja kwa moja tu. Maana yake Singida atatumizia wachezaji wakati sisi tuna finali, unaelewa? Sisi tuna finali. Singida atatumizia wachezaji wetu. Sikiliza basi ndugu yangu, mzee wa kujichora. Cha kwanza mimi nakupenda kwa sababu umeongea ukweli. Anisikilize, yani umeongea ukweli. Umeappreciate, umesema kwamba ningekuwa na uwezo ningeliiba, nikawapelekea Dar es Salaam Young Africans. Yani kwanza umeappreciate, afu cha kwanza umekubali kwamba Tanzania ni timu hii moja. Dar es Salaam Young Africans. Umeelewa? Ila kitu kimoja, kwa sababu umeappreciate, umekubali, mimi nadhani tumchangie la mafuta aende Samuel, sio ndugu yetu bwana huyo. Tumpela au sio? Sio hivyo bana. Sio hivyo bana. Tumchagie. Shinga mafuta. Changie. Shinga mpaka meja. Hapo sitaki kuangalia mechi. Kaka, kwa kujichora. Hapo ondoke uende meja. Unasemaje? Tumchagie mafuta. Mafuta shilingi ngapi? Sisi tuna hela bwana. Sema sisi tuna hela. Sema unataka shilingi ngapi? Shinga unataka. Sema unataka tujaze na lita 15. 15. Inakutosha. Umekula. Umekula? Tumekula. Sema tu ndugu yetu. Bali kule mwasi. Hiyo. Umekula. Yanatosha. Kwani gari tupe 30 mtoto. Nakula hiyo ndugu yetu. Asema basi ndugu yetu. Unakula nini? Mimi nawashukuru sana. Ila umeappreciate kwamba Yanga sisi ni mabingwa. Ubingwa wa mipango. Mipango. Bwana, labda tuseme kitu kimoja. Unajua siku zote mimi nampendaga sema mtu aseme ukweli, kwa sababu unajua soka letu la Bongo limekuwa lina mvuto mkubwa sana. Sisi mashabiki ndio tunaita chachu na hamasa kubwa sana katika soka letu Tanzania, kwa kazi kubwa sana ambayo inafanya rais wetu Mama Samia, anaipigania sana Tanzania. Kuna wawekezaji wakubwa sana wamekuja kuwekeza Tanzania, na mashabiki wanajitokeza mikoa tofauti. Mtu ajai kama kesho ni kazini, mtu ajai kwamba labda nina miunderstand fulani yoyote, mtu ajai labda nimeacha kitu fulani. Hii ndio ligi inayoitaka sisi, hii ndio uongozi unaotaka sisi. Pongezi kwa rais wetu Daniel Karia, rais wa soka la shirikisho la mpira TFF, kwa kazi kubwa anayoifanya. Pongezi kwa viongozi wetu wa vilabu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Pongezi kwa mashabiki wote ambao wanajitokeza kwa ajili ya kuja kusupport timu zetu. Mpira sio wadui, mpira ni sehemu moja kutengeneza burudani, ni sehemu moja hapo kutengeneza ajira, ni sehemu moja hapo kutengeneza amani na burudani katika nchi yetu ya Tanzania. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa pumzi ambayo tuweze kulipia kwa gharama yote, na pia tunawashukuru watu wote ambao wanajitoa, na nyinyi waandishi mnafanya kazi kubwa sana kwa sababu mnahangaika usiku na mchana kuhakikisha Tanzania inasimama sehemu moja na kufanya kazi nzuri sana. Sisi hatuna la kusema lolote zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pia tunamwomba Mwenyezi Mungu aibariki Yanga. Yanga bingwa, Yanga bingwa, Yanga the king, Yanga the king, Yanga the king. Alhamdulillah. Mimi nawashauri washabiki wa Yanga popote walipo duniani, nikisema Tanzania ni ndogo, duniani kote, naomba mashabiki wa Yanga wa leo saa 9 hii wale waoge, washibe. Mwenye uwezo kuja uwanjani haje kupata burudani. Mwenye kutaka burudani zaidi akae kwenye TV, angalie pasi za Pacome Zouzoua. Ala ni Okelo, leo ana assist kama tatu za kuweza kumpa nani? Chris Dube. Kwa hiyo naambia Tanzania wote, mruko majumbani, tokeni jamani, zimeni TV. Njoo KMC mfuate burudani. Shukrani sana. Hana noma.